Hello, mimi naitwa Pastor David. Um, na nataka tukaweza kujifundisha kuhusu vile ya kuelewa Biblia, how to study the Bible. Na hapa tunaweza kuangalia mambo kwanza kuhusu Biblia kabla tujaingia ndani. Tunajua the more you get to know God, the more you understand your destiny, the more you understand yourself, the more you understand who are you, where you coming from, yeah, and where you going. So Biblia actually ni kitabu ambacho umetengezewa wewe ili ukaweza kujielewa, ukaweza kuelewa dunia, ukaweza kuelewa mambo mengine. Wengi wanapenda kuingia katika sayansi ili wakaweza kuelewa dunia. Wengine wanataka kuingia katika uchawi na katika mambo haya mengine ili wakaweza kuelewa ulikujaje hapa duniani, wewe ni nani na unafanya nini. Lakini sasa tukitaka tukaweza kujielewa vizuri, kuelewa dunia vizuri, kitu cha maana ni kuweza kuelewa neno la Mungu ambalo Mungu aliwachilia kwa watu wake, ili by kujua mambo haya unaweza ukaelewa vile unavyoweza kuishi hapa duniani na kukuwa na tumaini kwamba duniani hapa si kwamba ni kwetu nyumbani. Hapa ni kwa muda. We only here in this world for a short while, and then we shall move to another place, and where we shall move to, that's where we're going to live permanently. So Biblia inasema kwamba hakuna mtu amewahi kumwona Mungu except Yesu mwenyewe ambaye yeye ni Mungu. Tutakuja kujua yeye ni Mungu kivipi, kwa sababu wakati unasema Yesu ni Mungu, ni wengi ambao wanakuwa na tashwishi, lakini tukiendelea kusoma Biblia na kuielewa tutaweza kujua yeye ni Mungu kivipi. Kwa hivyo huyu ni Mungu. The invisible God has spoken through the Bible. Joshua anamwambia Joshua in Joshua chapter 1 verse 8 that this book of the law should not depart from your mouth. You should meditate upon it day and night. Hallelujah. Kwa hivyo through the Bible God has spoken, yeah, in various ways, yeah, and in various means, yeah, through various things, yeah. But in the last day he has spoken through his son Jesus Christ, so that you can understand. Psalms gives you 119 and 130, and then you we're going to ask ourselves questions like, who are you, which can easily be answered in Ephesians chapter 2 verse 10 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Yeah. Then you ask yourself, where do you come from? Yeah. Can be answered by Genesis chapter 1 verse 26 and 27, and Genesis chapter 2 verse 7, and Philippians chapter 3 verse 20. Where are you going after this? Yeah, you need to know where you're going, and that will be answered by Ecclesiastes, among many other verses, not only these ones. Just giving a sample: Ecclesiastes chapter 12 verse 7, Genesis chapter 3 verse 19, Luke chapter 16 from verse 19 to 31, and Revelation chapter 20 verse 13. So we are going to really engage, and we are going to learn a lot. We are going to go into the history of the Bible, the timeline of the Bible, the hermeneutics, the homiletics, and so on and so forth, so that really by the time we are through with this, I know it's not going to be easy, and it's not going to take only a short clip. We are going to have a series
Kwa hivyo tukianza hivi tunaanza polepole na tunasoma polepole tukienda, and I hope the videos will be available. They'll be available in YouTube. They'll also be available in Facebook, God willing, and many other avenues, so that you are able to follow. You are able to go back and rewind and be able to get whatever you did not get. So let us hope that God is going to give us the grace to be able to go through this. Thank you, Father, for this idea that you have put in us, that we teach about the word, how to understand your word, and we pray that the people who will be able to listen to and who will be able to get these videos may be able to move from darkness into light, and they may be able to apply this Bible teachings that we are giving, so that they are better placed to understand your word. We pray and believe in Jesus' name. Amen. Amen. So the Bible is the Word of God. And if you look at the Bible, especially in the Old Testament, you will find phrases like "Thus says the Lord." Yeah, meaning that the words that were spoken or the words that were written by somebody who heard from God. And in those days, in the Old Testament, God used prophets. He used prophets right from Adam, the time of Adam, up to the time of Moses, and up to the time of Jesus. We can see that there are many prophets, the major prophets and the minor prophets, and we are going to learn about all this. So the Bible is actually the Word of God. It is actually the Word of God. God does not speak audible to people. Yeah, although in some instances and some places we see God speaking audibly to Moses, we see God speaking audibly to some of the prophets, but in most cases we find God speaking through dreams, through visions, and through these other means. And I'm sure even you who is watching, you've heard from God. Maybe you did not know his voice, you did not know that God was the one that was speaking to you, and probably that one you can you will know later, because we see Jesus when he asked Peter. He asked his disciples, who do people say I am? Yeah, and then they said this and that, and they asked Peter directly, and whom do you say? I mean, whom I am? Whom am I to you? And then Peter said, you are the Son of God, and you are the Messiah, and so on and so forth. And the reaction of Jesus was that he said, this has not come from you particularly, it has come from my Father who is in heaven. So we know that God speaks to us even in our mind. Sometimes wakati unafikiria ni wewe ambao unafikiria, but the things that come into your mind, yeah, they may either be coming from darkness or light. And when it is coming from light, it's coming from God. And when it's coming from darkness, it is definitely coming from the evil one. So if we look at Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16, we see that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped
for every good work. So we see that all the scriptures, the Bible has 66 books and very many scriptures. So all the scriptures are inspired by God. Hallelujah. And this is a fact that you need to allow to percolate into your heart, so that as you read, you are able to improve. Yeah, you do not just pick the scriptures that you want, yeah, and discard those that you do not like. All scriptures are the word of God and inspired by God, and therefore when a scripture rebukes you, then you know it is God who is rebuking you. So you need to know that the scriptures are from God. Then Peter says in 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3, like new babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted the Lord is good. Yeah. So that as you start reading the Bible, you will start getting truths. Yeah. And as it'll just be like an account in a bank that you are depositing some money. As you start, your account is a baby account, and it goes on to it is inflated, and as you continue to deposit, and once upon a time you find that your account has grown. It has grown immensely, and that's how we also grow in the Word. You continue to read the Word, you continue to pray, you continue to fast, you continue to practice the spiritual ways, and you find that God will continue equipping you with the Word that you need, so that at any given time, should Satan come to tempt you, you are in a position to say it is written. It is written. Yeah. And once you have tested God, you know that He is good. And the best thing about it is that it is not a gamble and it's not a bet. We are not betting and we are not gambling. Yeah. It is sure that that when you die, you will surely go to heaven. Thank you. So we need to acclimatize ourselves with the Bible. There's an article by Mary Fairchild, yeah, that was updated on July 22nd, 2024. Yeah, and it says that the Bible is reported to be the biggest bestseller of all times and the greatest work of literature in human history. Yeah, we know that the versions that we have, versions of Bible, there are more than 100 versions, different versions of the Bible. There's no other book that has versions as varied as the Bible. Yeah, and then we are going to see the period within which the Bible was written and how many people are involved in writing, and they are writing about a particular thing and they all agree in a particular direction. That one is not possible and it has not been seen in any other book. And therefore, that's why we see that the Bible is the greatest work of literature in human history. Yeah. Katika Biblia tukiangalia the timeline, tukiangalia tangia wakati wa Adamu, tangia wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na mambo hayo, mambo ya Mungu imekuwa ni story ambaye ameitengeza hadi wakati wa Yesu Kristo, ya hadi wakati wa Yesu Kristo, na ni miaka karibu 6,000, miaka 6,000 ambaye prophets wanakuja
manabii wanakuja tofauti na wanaongea juu ya kuhusu kitu kimoja, kuhusu Yesu Kristo atakuja, Yesu Kristo atakuja, mpaka wakati Yesu anakuja, naye Yesu Kristo anasema sasa imeisha, na sasa mngojee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja, kanisa inakuwa, and so on and so forth. So unaona ni story moja ambaye imeandikwa kwa kitabu kimoja ambaye ina cover a very great timeline, na hakuna kitabu kingine kama Biblia ndani ya dunia. So the Bible timeline offers a fascinating study of the long history of God's Word from the beginning of creation to the present day translation, spanning thousands of years. It includes historical events, prophecies, teachings that have profoundly influenced countless cultures and societies. Kwa hivyo Biblia, hakuna kitabu kingine kama Biblia. Utakitafuta lakini hautakipata, na hakika ni Mungu aliambia Musa akaweza kuandika Biblia ili watu ambao wanakuja sisi tukaweza kuielewa. Kwa hivyo kama wewe haujachukua Biblia ukaweza kusoma, umekosa kusoma mambo ambaye Mungu alikuandikia ukaweza kujua kabla haujafika kwake, kwa sababu ukitoka hapa duniani unaenda kwake. Tunasikia watu wakisema weka mahali pema peponi. Mahali pema peponi ni wapi? Hakuna mtu anajua, lakini Yesu alituambia tutatoka hapa duniani na kuna mahali ambayo inaitwa paradiso na kuna mahali inaitwa jehanamu. Hallelujah. Yes. So let us look at some of the important facts about the Bible. Yeah, we see God referring to himself as I am. Exodus chapter 3 verse 14. He refers to himself as Yahweh. Exodus chapter 6 verse 2 to 3. And then we see God referring to himself as Jehovah, yeah, in Genesis chapter 22. And God is the creator of heaven and earth, revealing himself in the scriptures through men. So we have almost 40 different human authors, because the Bible has dual authorship. Yeah, it has the authorship of the Holy Spirit that inspired human beings who penned down the Bible. Kwa hivyo waandishi wa Biblia wamegawanywa mara mbili. Kuna Roho Mtakatifu ambaye aliweza ku influence wale watu 40 ambao wameandika Biblia kutoka mwanzo mpaka hadi pale kwenye Revelation. And the most important author of the Bible is the Holy Spirit, because he's the one who inspired. He's the one who inspired all these 40 individuals to be able to put it down. So whatever is written in the Bible is the will of the Holy Spirit, and it is applied through the 40 authors. It has 66 books. That is the canon that the canon that is Pentecostal, that was allowed, that is used widely. It is 66. Although we have a canon of 88 for Catholics and so on and so forth, we are going to look at it later. Then we have in the Old Testament we have 39 books, and in the New Testament we have 27 books. When we are talking about 66 books of the canon which we are using, then it is written between 1500 and 1600 years. So from 1492 was the time when Moses was alive. This is the time when the Israelites were moving. They were moving from Egypt
moving from Egypt to Canaan. Yeah, and within that time, that's when Moses put down the writings. Whatever else that information that came down, trickled down from Abraham, could have been recorded by memorization and so on and so forth. So there are things that were memorized and passed down generation to generation. But then now this is where the penning down happened in during Moses' time, and is the one who is who is thought to have come up with the first 5 books, the Pentateuch, the first 5 books. And then it goes on until AD 100. The last New Testament book was written about 95 AD, and that is the Revelation. The book of Revelation is the last one to be written, and it was written about 95. We have several other books that were written. The first book was written about 15 years after the death of Jesus. About 45, 65 AD, going through. We had Matthew, Mark, Luke, and John, and plus we had the letters of the Paul's letters, the John's letters, and so on and so forth. So that is the history of the writing of the Bible. And then it's composed of history. It is also composed of prophecy, promises, and their fulfillments, fulfillments of those prophecies. Then we have it documents about 4,000 years from Adam to Jesus, from Adam to Jesus, and from Jesus to present, we can count the remaining. So let us look at the Bible's theme and timeline. Yeah? Biblia inahusu nini? Ni nini ambaye Biblia inaandika kuhusu nini, na muda ambao Biblia inaongelea mambo haya ni muda ambao unafika vipi? Kwa hivyo tutaangalia kwanza, ambayo ni central message of the entire Bible is God's story of salvation. The author of salvation offers the way of salvation to the recipients of salvation. Kwa hivyo hapa tunaangalia kwamba Mungu ako na story ambaye anaweka chini. Hii story inaanza kutoka kwa creation, wakati Mungu anaumba dunia, inaenda Adamu na Hawa, inaenda kwa maji ya Noa, na hivyo hivyo mpaka inakuja kwa Yesu Kristo. Na tunaona kwamba most of it, wakati tuko kwa Old Testament, inabashiria kuja kwa Mesaya. Kwa hivyo kitu cha muhimu, kelele cha mambo yote ya Biblia ni kuja kwa Yesu Kristo na rapture baada ya mambo hayo. Kwa hivyo John 1:12, to them he gave the right to become children of God. Kwamba wale wote ambao walimkubali Yesu aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Na kwa hivyo mambo yote kutokana na kwa Abrahamu, kwa Adamu, na yote mambo haya yanabashiria Yesu, kwamba yakimnyosha kidole Yesu, kwamba ukifika kwa Yesu, na Yesu ndio ataweza kukuokoa. Alikuja kufa kwa sababu ya dhambi zetu. So he Jehovah divides the story, the Bible, into 2 distinct parts. Yeah? Mungu anagawanyisha hii historia ya Biblia mara mbili. Anaweka Agano Jipya na Agano la Kale, that are
demarcated by the calendar timelines of BC and AD. Na tukiangalia mambo haya tunaona kwamba Agano la Kale linaisha katika nyakati za BC. BC inamaanisha nini? BC inamaanisha kabla Yesu Kristo. Kalenda imegawanyishwa katikati, kabla Yesu ni kabla Yesu, alafu kuna wakati wa Yesu. Wakati wa Yesu ndio AD. Wakati wa Yesu, wengine wanasema ni baada ya kifo, lakini wakati wa Yesu kwa sababu kuna mwaka moja ambaye imeshikanisha AD na BC. BC ikiwa ni kabla Yesu na AD ikihesabiwa baada ya Yesu. Kwa hivyo the New and Old Testament that demarcated by calendar times of BC and AD, and we can see also CE creeping in, and BCE being this being a secular ploy to deny Christ's power on timeline and calendar. Kwa hivyo ukiona mtu anatumia CE ama anatumia BCE, inamaanisha CE inamaanisha AD na BCE inamaanisha BC. Kwa hivyo wale ambao hawataki kwamba Yesu Kristo akaweza kukua pale kwenye kalenda, kwamba yeye ndiye anagawanyisha kalenda kwa BC na AD, wanaweza kutumia CE na inaitwa common error. Common error, wanaweza kutumia CE na BCE, lakini hiyo ukiangalia tu kwa undani unapata kwamba ni ile kiburi ya kukosa ni kiburi ya kuweza kumuondoa Yesu, kwa sababu BC ilikuja kwanza, BC na AD. Kwa hivyo hawa wale ambao hawampendi Yesu walipo realize kwamba hii itakuwa inamnyoshea kidole Yesu, inamweka Yesu katika picha ya kalenda, wakasema tukaweza kumuondoa tuweke common error na BCE. Kwa hivyo hayo yanamaanisha the same thing. The New Testament answers questions of creation, man's fellowship with God, dominion and fall. God's redemptive story unfolds in the shadows, types and prophecies that point to the Messiah, Savior, to die for our sins in the New Testament. The New Testament, the Old Testament is therefore a foreshadow of the fulfillment in the New Testament. Kwa hivyo haya mambo yote ambayo unaona katika Agano la Kale ni matayarisho ili tukaweza kuingia katika siku ya Yesu Kristo. Na siku ya Yesu Kristo tunakuja, tunapata mafundisho, tunapata maneno, na hapo ndipo tunaambiwa sasa, ukiweza kubatizwa na ukiweza kumkubali Yesu, wewe utafanywa kuwa mwana wa Mungu. Na kwa hivyo the New Testament, agano mpya, inaongelea kuhusu Yesu, na baada ya Yesu sasa ni tukaweza kufika kule paradiso, kufika pale paradiso. So here is just an illustration of the calendar, with the AD and BC, 1 AD and 1 BC sharing the same line here. Kwa hivyo chochote ambacho kiko upande huu ni AD na chochote ambacho kiko upande huu ni BC. Kwa hivyo tukienda katika hesabu za kalenda, tukitaka kujua wana wa Israeli waliingia katika Babilonia, miaka mingapi, mwaka gani, tunarudi huku nyuma na tunapata kwamba katika BC 580,
wao walikuwa katika Babilonia. Alafu tunakuja tunapata kwamba kuna miaka 300 kabla Yesu hajazaliwa, miaka 300 400 hapa, ambapo prophecy ilikuwa silent, naitwa the silent years, ama tunaita kwa jina lingine intertestamental period. Intertestamental period, na hapa ndio vitabu vimeandikwa vile ambavyo vinaitwa apocrypha. Ni kwa sababu hakukuwa na nabii wakati huo. Nabii wa mwisho alikuwa ni Mika. Alikuwa ni nani? Malachi. Malachi alikuwa nabii wa mwisho katika miaka ya 400 BC. Katika miaka ya 400 BC tukawa na Malachi, na baada ya Malachi hadi Matthew anaanzia sasa hapa katika AD. Wakati Yesu alizaliwa karibu 5 AD, 5 AD sehemu nyingine hapa hivi, akazaliwa 5 AD hivi, na akakufa 33 AD. Yesu akaweza kukufa katika 33 AD. Alafu wale wafuasi wa Yesu wakaweza kuwa persecuted throughout the first century. Ikaenda Romans ndio walikuwa wanaongoza sehemu ile ambayo Wayahudi walikuwa wameishi, Yerusalemu na kule kokote, na ikaja mpaka 300 AD. Katika 312 AD kukawa na Constantine. Constantine alikuwa ni mfalme ambaye alitake over katika nchi, katika hiyo reign ya Romans, na wakati yeye aliingia, kulingana na historia ni kwamba aliweza kuokoka, na alipookoka ndio mateso ambaye wafuasi wa Yesu walikuwa wanateswa, walikuwa wanalishwa simba, walikuwa wanapigwa msalaba, walikuwa wanauawa, walikuwa hawakubaliwi kuwa na freedom katika worship, na mambo mengi yaliweza kutendeka pale. Sasa tukiangalia katika 300 BC mambo haya yakaweza kutolewa kupitia kwa huyu mfalme ambaye aliitwa Constantine. Yule alipochukua uongozi pale kama mfalme wa hiyo area ambaye ilikuwa chini, hiyo area ilikuwa chini ya Rome, ilikuwa chini ya Roman Empire, na kwa hivyo alipochukua ushukani akaweza kuokoka na akamaliza ile uhasama, akamaliza ile separation, ile kupigwa, ile kudhulumiwa, akamaliza, na akakubali kwamba kanisa linaweza sasa kuendelea, na yeye ndiye aliunganisha kanisa pamoja na serikali, na hapo ndio tukaanza kukuwa na kanisa la Kikatoliki, kwa sababu muda huu wote tangu kifo cha Yesu wamekuwa wakifukuzwa na wakitafutwa. Unakumbuka hata huyu Paulo ambaye alikuwa anatafuta barua ya kuenda kudhulumu wa Kristo. Ilikuwa katika nyakati ile ambapo kulikuwa na mateso makubwa sana kwa Wakristo, hadi Wakristo walikuwa wanajificha, walikuwa wanapotea, walikuwa wanaenda katika nchi za nje ili wakaweza kufanya maombi yao ya Kikristo. Kwa hivyo huyu Constantine alipoingia katika mwaka wa 312 BC, ikawa sasa mambo haya ya mateso yameisha, na kwamba Mkristo amekubaliwa kufanya activities zake bila kusumbuliwa, and therefore that's where now we see Christianity now starting to take root
to take root, and Catholicism now creeps in, because now we have the rule of the government together with the government together with the church, and we shall see history about that. Kwa hivyo sisi katika mwaka wetu ambao tuko katika mwaka wa 2025 ambayo ni sehemu hapa hivi, kwa vile tunasema kufikia kwa mwaka wa 1000 tulikuwa na dini ya Kikatoliki, na wakati wa mwaka 1500 ndio tukakuja na Reformation, na tukakuwa na huyu mtu aliyeitwa Martin Luther, na ndio dini ikaweza kupasuka katika madini mengi, na ndiposa wakati huu tuko na Protestant, tuko na madini mengine mengi. Kwa hivyo mwaka wetu hapa tuko katika 2024 tukiendelea mbele, na hapo tukiangalia hii whatever, tunaona kwamba hii AD hapa, hii AD na BC ndio inabashiria kalenda, na inapasua kalenda katikati kwamba siku za Yesu na siku ambazo kabla Yesu. The Bible itself illustrates some of the materials used: engravings in clay, inscriptions on tablets of stone, ink, papyrus, vellum, parchment, leather, and metals. The original language of the Bible includes Hebrew, Koine, or Common Greek, and Aramaic. Kwa hivyo tutaweza kuangalia historia ya Biblia. Tumeangalia tu kwa ufupi, tutaweza kuangalia historia ya Biblia, na kwamba Biblia iliandikwa kwa mambo kama kwa mawe, kwa nini, kwa papyrus, kwa vellum, kwa parchment, kwa ngozi na mambo kama hayo. Kwa hivyo tutaweza kuangalia mambo hayo, na pia tutaendelea na historia ya Biblia, na tutaweza kumalizia hapa kwa siku ya leo, ili tunapoanza tuanzie sehemu hiyo nyingine, ili pia tukaweza kujua vitabu vya Biblia ni ngapi, vitabu ni vipi, na pia vitabu vya apokrifa ni ngapi, na mambo kama hayo. Kwa hivyo natumai kwamba tumeweza kusoma kitu hadi muda huu, na tutaendelea siku nyingine, Mungu akikubali. Katika jina la Yesu Kristo, asante na tuonane tena.